Bwana Yesu asifiwe. Akisema mfanyabiashara amepata faida, manake alifanya kazi akatoa hasara aliyopata akabakiwa na faida. Na kumbe katika utii, ili uweze kuwa mtii, kuna faida zake ambazo utazipata, lakini faida hizi huwezi kuzipata bila kuingia katika gharama. Katika faida ya utii mojawapo tumesema mtu akiwa mtii obviously atabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka katika kuwa utii. Tukisoma ile Isaya 1:19, msomaji naomba unisaidie. Isaya 1:19. Asante mchungaji. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu anasema kama tukikubali na kutii tutakula mema nchi. Tumesema kwamba katika utii kuna gharama. Ina maana ukikubali nini? Ukikubali neno la Mungu linavyosema. Ukikubali zile Mungu anataka ufanye katika maisha yako, utakula mema ya nchi. Yaani kuna matunda, kuna faida ambayo wewe utaipata kutokana na kukubali kutii. Lakini vile vile naomba mchungaji nisomee Kumbukumbu la Torati 28:1-13. Naomba uendelee 13 nisema. Naomba uendelee pale kuanzia. Nisema mpaka 13. Kwa hiyo endelea pale kuanzia pale wa 7 endelea. Mpaka 13. Luka. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwa habari ya kutii. Yaani kuna maana kuna maagizo ambayo Mungu ametupa huku juu ukisoma, lakini atakaposema utakapoyatii hayo maagizo ambayo alikupa kuna baraka. Na ndio maana nimesema ipo baraka katika kutii. Yamkini katika maisha ya kawaida hata kama tuko nyumbani wazazi kuna watoto wawili. Mmoja ukimtuma hafanyi kile anachokifanya, lakini mwingine ukimtuma anatii na kufanya. Obviously upendo wa mzazi utakuwa sana kwa yule mwingine. Hata kama kwa watu atamuita fulani njoo, fulani chukua hiki, fulani fanya hivi, kwa sababu anajua nini anatii. Na katika kutii na maana atapata mema, hata kama kuna kitu kizuri atampa yule ambaye anatii na zote anazifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sisi kama watoto wa Mungu, hasa tukiwa katika nyumba ya Kristo, imetupasa kutii. Na baraka hizi zote Mungu anazisema kwa habari yetu hatutazipata kama tusipotii. Hasa sisi wa Kristo ambao tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tuna baraka nyingi ambazo tumebarikiwa. Juzi hapa umetoka unabii mtumishi akisema, sijui mwingine ameuchukuaje, binafsi nimeuchukua na nautendea kazi. Na ninaamini kwamba tunaenda kufanya kazi. Lakini nini? Tukitii kile ambacho ametuambia. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanisa imetupasa tutii. Ukiwa kama mama
ukiwa kama mimi kama mama au mshirika mwingine yote kanisani, kuna vitu ambavyo tunaambiwa tufanye vitu tutii. Utakapotii ndipo Mungu atakapokubariki. Utakapotii utaonekana. Mtu mwingine anasema yani kanisani wanaonekana tu akina fulani, sio kina fulani ndio wanaonekana. Yani yule amekuja mgeni tu na siku 3, lakini sio kama amekuja siku kwa sababu anatii. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoambiwa na kutii, Mungu atakubariki. Wewe utabarikiwa, wewe utainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sisi kama watumishi wa Mungu imetupasa tutii ili tukaweze kuzipata baraka za Bwana. Lakini kwa haraka pia tusome tena katika hii kutii. Naomba mchungaji nisomee pale Mwanzo 15:18. Mwanzo 22:15-18. Eh. 15 na 18. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe malaika alimuita, lakini baada ya kumuita alichofuata alitii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ametii, Mungu amenena baraka kwa habari yake. Kumbe sisi kama watumishi wa Mungu siku zote tunapata tutii. Tumeahidiwa baraka nyingi sana. Tumeahidiwa vitu vingi sana, lakini kwa kutokutii hatuwezi kuvipata. Na utii sio vitu vikubwa sana. Utii ni vitu vidogo, yani vitu vidogo vidogo vile ambavyo vidogo vidogo vya kawaida. Kuna sehemu pande huko chini nimeelezea kwa habari ya kupata kitu au kuheshimika. Kumbe tukiendelea, ili uheshimike kuna vitu vidogo vidogo vinaweza kufanya. Sio vitu vikubwa vinafanya wewe uheshimike, vitu vikubwa vitakuonekana. Hapana. Kwa utii utaheshimika. Kwa utii utajulikana. Kwa utii utathaminiwa. Tupo wengine tunafanya kazi, lakini unawezekana huko pale kazini watu wanategemea wewe uliokuwa umeokoka utakuwa mtii kuonyesha watu wengine. Kwa maana Biblia inasema kwamba sisi ni barua, watu wengine wajifunze katika kwetu sisi. Lakini vile vile neno la Mungu linasema sisi ni taa. Neno la Mungu linasema hata tukiweka chini taa itapata nini? Lakini sisi ni chumvi pia. Ina maana chumvi ikiharibika utatia kwenye mboga. Hata kama una mboga nzuri inatoka kizu umepika, usipoweka chumvi ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi wa Kristo ndipo tulipokuwa muhimu katika maisha yetu katika ulimwengu wote. Lakini kikubwa zaidi katika maisha yetu sisi tunapaswa kutii kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapotii kanisa pia litaongezeka. Yamkini kwa nini linaongezeka kanisa? Utakapotii tukiambiwa tufanye jambo fulani, hapo sasa hivi pengine kuna kushuhudia, tunataka tuwashuhudie wagonjwa au kutii, ndio tunachoambiwa kanisani. Ile itafanya watu wengine wavutwe kwetu sisi kwa sababu ya matendo yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema last week kwamba kwenda sehemu nyingine hata kama hujasema nimeokoka, watu watakutua huyu naye kama mlokole, huyu ameokoka nini? Kwa sababu gani? Kuna hali fulani ambayo wewe unaionyesha kwa watu wengine, hata wakajua kama umeokoka bila kujieleza kama mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama watakatifu umetupasa kutii ili tukaweze kuzipokea baraka za Mungu. Kuna vitu vingine pale nimealisha kutokana na muda, nitaenda point nyingine. Inasema utakapotii utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kwenye kutii kuna ushindi. Tutapata ushindi katika kutii. Maisha ya ushindi ya Mkristo ni safari ambayo ina maamuzi ya kila siku. Kwa hiyo maisha ya ushindi ni mchakato ambao huwezi kutokea siku yote siku moja kwa sababu tunashinda. Katika kushinda maana kuna kushindana. Haleluya. Katika kushinda kuna kushindana, na huwezi ukashinda pasipokuwa na mashindano, pasipokuwa na mazoezi. Kwa hiyo utii ni mazoezi. Yaani ni mashindano, ili kwamba yaani utii ni ushindi ambao utapata kutokana na mashindano. Na mashindano ni nini? Ni wewe mwenyewe unapoamua kufanya ndani yako. Kwa mfano, tukiambiwa jambo lolote kulifanya, hata kama katika kazi yangu chochote kufanya, utakapoamua na kutenda ukatii, ina maana kuna vitu vingine umeacha kufanya, umevishinda ukaviacha, wewe ukaenda na kufanya. Kwa hiyo utakuwa mshindi katika yale maamuzi yako. Tukisoma pale Wakorintho wa pili mstari wa 10 Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 13. Wakorintho wa kwanza samani mchungaji. Wakorintho wa kwanza. 13.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kwamba utii ili kuna ushindi. Ina maana nimeongelea katika ushindi kuna kushindana. Na kushindana ndio kusoma ile kama nasoma mchungaji wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 unasema kwamba, naomba nirudie, anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwamba katika maisha haya tulio kila siku majaribu yapo, ni kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo hata unapoumwa hayo ni majaribu. Chochote kinachotokea maisha yako ni majaribu ambacho kiko against na jinsi inavyotakiwa, hayo ni majaribu. Lakini bado anatuambia kwamba ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongelea kwamba utii ni ushindani na tunataka kwenda katika ushindi. Kwa hiyo majaribu ni ushindani against na vile ambavyo Mungu ametaka tuvipate. Kwa hiyo kuvishinda katika majaribu uliyopata ni ushindi utakayopata. Kwa sababu gani? Katika ushindi kuna kutii na hasa neno la Mungu. Kwa mfano tuseme kwa mfano katika maisha ya kawaida kuna vitu vingi vinakwenda. Inawezekana naweza kuchukua hata katika ndoa ambayo mimi binafsi na experience. Katika ndoa inawezekana pengine ili ndoa ikadumu kuna mtu mmoja anataka kuwa mshindi siku zote. Sasa hata mimi mama tu naweza nikawa pengine nataka kuwa ushindi kwa siku zote. Lakini ili ile ndoa ikadumu kuna mmoja inabidi ashuke ili mwingine afanye nini? Awe juu, mambo yaende. Kwa kule kushuka na kutii, lakini katika ile mema, kushuka na kutii vitu vitakuwa vingi. Hata kama yeye katika hali akaenda kama mshindi, lakini ipo siku atagundua kama wewe ni mshindi kwa sababu lile kusudi la adui ambalo lakutaka kuwatenganisha limeshindikana. Sio kama nimeeleweka. Haleluya. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa hata katika nyumba zetu, katika maisha yetu, sana ni utii. Na ukisoma anasema, ukisoma katika ile anasema nafikiri ni Tito. Anasema enyi wake watiini waume zenu kama vile kumtii nani? Kumtii Kristo, si ndio? Kama na Kristo ni kichwa, kama watii waume zenu kama vile kumtii Kristo. Maana mume ni kichwa cha nyumba kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Sasa katika kutii sisi wanawake tunapotii waume zetu, yaani ukimwona mtu ana miaka 10 na miaka 5 sio kama rais tumefika. Ina maana kuna vitu vingine ndani vimeenda. Na kama nilivyosema utii, yani ushindi ni mchakato ni mapambano, yani kuna vitu viko katikati yake ili kwamba ukapate kushinda. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kushinda kwetu ni kwamba wewe umetii katika ile haki ili uweze ukawa mshindi, ukamshinda yule adui ambaye aliyopo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo katika maisha yetu sisi kama Wakristo, sisi ambao tumeitwa, sisi ambao ni washindi, ushindi hauji hivi ulivyo wapendwa. Ushindi upo kwenye kushindana. Na siku zote Biblia inasema sisi ni washindi, tena tu zaidi ya washindi. Lakini hatutashinda kama tusifanye nini? Tusiposhindana. Na kushindana kwetu sisi si kama wengine wanavyoshindana, lakini sisi tunashindana kinyume na wale wanavyoshindana ili tukaweze kumshinda adui. Katika kutii neno la Mungu tunaweza kufanikiwa. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Pointi nyingine nilisema kwamba utii unakwenda, ukitakapotii utaheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Utakapotii utaheshimika. Maana yake ni kwamba ukiwa mtii siku zote unaheshimika. Hata Waswahili wanasema mwana mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Tuna muda mchache sana leo kwa sababu shughuli zinazoendelea. Dakika kama 5 zimebaki au 10. Wanasema kwamba utakapokuwa mtii utaheshimika. Siku zote ukiwa mjeuri hutaheshimika. Siku zote usipokuwa mtii utadhalaulika. Yaani hakuna atakaye kuheshimu kwa sababu yaani machoni pale unachokifanya utajiona kama mshindi, lakini ndani yako, ndani ya watu wengine utaonekana wewe si, yaani huna heshima. Kwa sababu kwenye kutii kuna kuwa na heshima ndani yake. Nasema ukiwa mtii siku zote unatafuta amani, na penye amani panakuwa na heshima. Ukiwa mtii siku zote unatafuta suluhu. Kwa kama Wakristo katika kama sisi ambao tumeokoka, tumetoka katika jina la Bwana, imetupasa kutii, na ndipo tutakapoheshimika. Hatutaheshimika kwa sababu ya dharau, hatutaheshimika kwa sababu ya kujiona, lakini tutaheshimika kwa sababu tumelitii, na hasa tumetii neno la Mungu. Kwa hiyo imetupasa katika maisha yetu kuishi maisha ya utii. Ukisoma katika ile Efeso 5 mstari wa 22, Chukua naomba nisomee Efeso 5 mstari wa 22.
Nasema watu watii waume zenu. Na Tito 3:3-5. Tito 2:3-5. Samahani. Mstari wa 3. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tukisoma tukianza neno la Mungu tumeona katika utii, nikasema utii utaheshimika. Utaheshimikaje? Neno la Mungu linatuambia sisi hapa, ukisoma katika kitabu cha Tito kwamba kwa kuwa anasema vivyo hivyo wanawake wazee wa kike na wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wawe wenye kutumia mvinyo kiasi, bali wafundishao mema. Lakini mstari wa 5 anasema na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukane. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema siku ya kwanza na nasema, unajua mimi ni muuguzi, nikiongelea habari ya afya ni kitu ambacho ninakifahamu zaidi. Mchungaji hapa ni engineer, akiongelea habari ya miamba anaifahamu kwa sababu ni field anaifanyia zaidi. Kwa hiyo kwenye field ninayofanyia ni kama vile nikisemea kwa habari ya umama, mimi ni mama. Kwa hiyo ni field ambayo nimeishi na ninajua zaidi. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba sisi wakina mama, sisi wanawake wazee, sisi ambao ni wazima, tuwafundishe watoto wetu kwa habari ya kutii. Bwana Yesu asifiwe. Ili waweze kuwatii hata waume zao. Kwa nini? Maana kwamba waweze kuwatii waume zao. Tumesema utakapotii ataheshimika. Kwa maana atakapotii ndani ya nyumba, atakamtii mume wake, ataheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Hata hizi katika huduma za kawaida, hata katika maisha ya kawaida na majirani zako. Yaani kuna vitu vingine mtu mwingine anaweza kusema tulikuwa sehemu moja tukiwa tumeenda. Tulikuwa tunafanya shughuli kule mtaani kwetu tulipokaa. Yule mama pale kama kiongozi kule mtaani kwetu akasema, kila mmoja akasema siwezi kufanya hicho kitu. Siwezi kufanya. Yaani kila mmoja alisema vile kama kwa kumdharau. Lakini mimi kwa umri wangu ulikuwa mkubwa kuliko hata wale wengine waliokataa. Nikasimama nikafanya. Akatokea baba mmoja akasema, hivi kweli nyinyi watu wa umri wakubwa, watoto wadogo, huyu mama anafanya, mmeshindwa kutia hata kitu kidogo. Lakini mwingine akajibu akasema, si kwa sababu yeye ni mlokole anaweza kufanya vitu kama hivi. Kumbe nikaona kwamba kuna tofauti, kwamba aliyeokoka anaweza kutii, asiyeokoka asiwezi nini kutii. Katika kufanya vile kumeonyesha kwamba kuna tofauti kati ya mtu mwingine na mtu mwingine. Kwa hiyo unapofanya neno la Mungu, unapotii, unafanya kuheshimika, na sio wewe tu, na hata Kristo anaheshimika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe unapotii unafanya Yesu akatukuzwe. Wewe unapotii unafanya Yesu akaonekane, watu wengine wamjue Kristo kupitia wewe. Na katika maisha yetu sisi imetupasa siku zote watu wajifunze kitu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ni barua ambayo watu wengine wasome. Na unaposoma kitu unategemea utapata kitu kutoka ile barua unayosoma. Na katika kutii ina maana wewe ukitii utafanya watu wengine wamtii na wajue kutii na faida za kutii. Haleluya. Kwa hiyo kama Wakristo tuliookoka, kama watu wa Mungu ambao tuko kanisani, imetupasa kutii. Kutii kwetu ni katika aliyo mema. Last time nilisema kwamba unaweza ukafanya unatii lakini usitii vile hata kwa mfano katika nyumba. Kuna vitu vingine vinaweza kuweza against, kwa sababu wamesema mwanamke umtii mume wako, usije ukafanya hata kisichompendeza Mungu. Kwa hiyo kwenye kutii vile kuna mipaka. Lazima utii yale ambayo yanampendeza nani? Yanampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nasema siku zote unapotii unaonyesha kuwa unakuwa na uangalifu mkubwa na utaweza kuonyesha wengine kwa habari ya Kristo, au wewe kuwa
wewe kuwa yani wewe kuwa kama kiongozi na muonekanaji kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, muda wangu ushasangapi? Kasorobo. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna dakika kama 5. Kabla sijamaliza tutakuwa tunarejea kidogo maswali kabla sijamaliza. Lakini nakusema kwamba kwenye kuheshimika kwa mfano naweza kuchukua mfano nishatoa mfano mnyuma kwa ajili ya watu wawili. Ili uheshimike kuna vitu vya kufanya. Na tukiangalia heshima ni nini? Mtu anaposema huyu ana heshima. Huyu ana heshima sana. Mtu anaweza kuniambia kambeba huyu ana heshima sana. Mtu anaweza kuniambia nini maana ya heshima? Ambayo nimesema ukitii utaheshimika. Si ndio? Lakini ile heshima maana yake ni nini? Ni vitu gani vitakufanyisha wewe ni una heshima sasa? Sio, unaeleweka? Kanisa naeleweka? Haleluya. Nimesema hivi ili ukitii utaheshimika. Si ndio jamani? Sasa nauliza hivi, nini maana ya kutii? Nini maana ya heshima ambayo itakufanya uheshimike? Lakini cha pili, sawa, ni vitu gani utafanya vitaonyesha kama wewe una heshima? Sio, nimeeleweka? Nauliza cha kwanza, nini maana ya heshima? Naomba mtu aniambie. Nikisema huyu ana heshima, maana yake ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Naomba maana ya heshima. Heshima. Nini maana ya heshima? Sisi kama unajua sisi wote ni watoto mbele ya Kristo. Si ndio? Sisi ni watoto wa Mungu. Mtoto sote anatii. Si ndio jamani? Mtoto sote anaitii. Na mtoto huwa ana heshima kwa yule mkubwa wake. Sasa hiyo heshima ni nini? Nini maana ya heshima? Naomba maana ya heshima. Kaka utakujaribu karibu. Amina. Umesema heshima ni cheo anapewa mtu baada ya kutii. Anapata heshima. Asante, Mungu akubariki sana. Mwenzetu anasema kwamba heshima ni kama cheo unapata kutokana na vitu ambavyo unavifanya. Si ndio? Kuna mtu mwingine majibu tofauti. Asante dada, karibu dada Mary. Nini maana heshima? Kwa kutambuliwa, kuthaminiwa kwake. Asante. Amesema heshima ni alama mtu anapewa kwa kuthaminiwa kwake. Si ndio? Asante. Kuna mtu mwingine majibu tofauti? Asante dada pale, asante daktari. Karibu. Amina. So what we call it when we define what is heshima? Let's say what is heshima in short? Your behavior, yani kama anavyojifanyia, anavyoonekana, anavyojiendeleza, ndio? Asante sana. Kuna mwingine mmoja tofauti nini maana heshima? Asante kaka, karibu. Wow, good darasa.
Amina. That's respect. Eh. The reward you get when you conduct yourself well. The reward you get. You know, when you conduct yourself well, how you behave, and then what people show you, it's called respect. It's like the reward. Haya, sasa wewe umesema lazima mtu mwingine akalimani hicho ulichosema. Some of the reward that you get, isn't it? The reward you get after. Okay, karibu mchungaji. Mkalimani. Kama zawadi tumikiwa. Fanya vizuri. Asante sana. Nashukuru. Unamaanisha hivyo, si ndio? Asante sana. Kuna mwingine mwenye zaidi hapo jamani? Heshima. Na mimi nimeongezea, nimesema wote mmejibu vizuri sana. Mungu awabariki, darasa zuri. Lakini kwanza namshukuru Mungu kwamba wote tunajua nini maana heshima. Heshima ni uangalifu mkubwa, sawa, au maalum au maalum anaopata mtu kutokana na jinsi alivyo na vile anavyovitenda. Mfano, mimi lazima namuonyesha mchungaji. Kwani mchungaji akiniita, nitaitika kwa uangalifu mkubwa. Si ndio jamani? Nitafanya kwa uangalifu mkubwa. Yaani hiyo ni heshima nimeonyesha. Nikiongea na mchungaji Matatu, nitaonyesha kwa uangalifu mkubwa. Yaani nafanya vitu kwa uangalifu mkubwa. Kwamba yani yote ni sawa kabisa. Yaani ni tendo la kufanya kitu kwa uangalifu mkubwa. Kwa mfano, yani nakwambia pengine chukua hii simu nikafanya tu, sio heshima. Kwa hiyo kwa sababu ninaheshimu, nitafanya kwa uangalifu mkubwa. Nitashika vizuri, nitatoa. Na hiyo ndio heshima. Haleluya. Yaani unafanya jambo kwa uangalifu mkubwa. Yaani hata kama ni mtoto mdogo unafanya kwa uangalifu mkubwa. Hiyo ndio heshima. Umemheshimu yule mtu mwingine. Kwa sababu watu wanafikiria ukubwa ni heshima ni kumheshimu mtu mkubwa mwingine, hapana. Heshima ni kumheshimu hata mdogo, anatakiwa kuheshimiwa. Mimi ni mtu mzima, natakiwa nimheshimu mtoto mdogo pia. Mdogo kama yule kijana wangu aliyojibu. Sio kwa sababu yeye ni mdogo, mimi ni mkubwa nisionyeshe heshima kwake, hapana. Kwa ukubwa wangu kuna vitu nitafanya kwa heshima. Kuonyesha kwamba na mimi nimemheshimu yeye, pamoja yeye ni mdogo. Kwa hiyo nitafanya kwa uangalifu mkubwa. Haleluya. Kwa hiyo ili uonekane unaheshimu kile unachokifanya, utafanya kwa uangalifu. Yaani usipofanya kwa uangalifu utaonekana huna heshima. Kwa sababu kama unapita tu ule, yani huna heshima. Kwa sababu hata hujaangalia hapa napita, natakiwa nipiteje, hao akina nani? Je, hapa ndipo pamenipasa kupita? Hivyo ndivyo ninavyotakiwa nipite. Sisi tumeelewana wapendwa. Tukifanya hivyo tunakuwa tuna heshima. Lakini tunasema kwa kwenye mtu vitu gani vinaonyesha kama ni heshima? Kwenye heshima kuna vitu vinatokea. Kwa mfano mwenye heshima atasema, utakuwa unasema asante. Yaani mimi nimetokea bara. Kwa hiyo sisi tunapiga magoti. Yaani unaonyesha kwamba hiki umekiheshimu. Na magoti sio unafanya lazima unaenda. Yaani huyu ndio mwambie ufanye nini? Umemheshimu. Hiyo moja. Yaani kwenye heshima kuna kushukuru. Asante. Kwenye heshima tunasema kuna kusema pengine tafadhali, naomba nifanye hivi na hivi. Sio kama unamheshimu mtu huwezi kufanya tu bila nini. Hata kama ukita tafadhali, naomba nikapita, naomba naweza kupita, ataona huyu unamheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunasali kwa maduu, tunaheshima sana. Hata ukitokea watu wengine wote hapa, watu sisi tofauti na watu wengine. Kwa sababu hata tukitenda, hata ukitokea tunasema tafadhali naweza nikapita hapa, atakwambia pita, kana wewe umefanya kwa nini? Kwa heshima. Haleluya. Kwa mfano unasema utafanya kwa utimilifu. Hata ukipewa kazi ya kufanya, utaitimiliza. Na hiyo ndio heshima. Heshima ukiambiwa hivi, vijana mkafyeke, mmeacha mjafyeka. Si heshima. Kwa sababu hamjafanya kwa nini? Kwa utimilifu. Penye heshima unafanya nini? Kwa utimilifu, kwa usahihi. Haleluya. Kwa hiyo kwenye heshima unakuwa mwangalifu. Na hiyo ndio heshima. Na kwenye heshima siku zote inakuwa
Mwenye heshima anakuwa makini na kusikiliza. Mtu asiye na heshima hawezi kusikiliza. Na tumesema ili ukiwa na heshima, ukiwa mtii utaheshimika. Kwa hiyo mtu mwenye heshima hawezi kusikiliza. Mtu asiye na heshima hawezi kuwa makini. Kwa hiyo mwenye heshima anakuwa makini, na huo ndio utii. Haleluya. Amina. Tuombe. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema tena ni mwaminifu. Asante kwa sababu umetufundisha kwa habari ya utii na faida za utii. Kwamba umesema nasi tutakapokuwa na utii tutaheshimika, tutakapokuwa na utii Mungu utaonekana katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja mahali kwa Bwana. Tunaweka mbele yako katika vipindi vijavyo. Falme wa rehema, Roho Mtakatifu kwa tamalaki, onekana katika kipindi cha sifa, onekana katika kipindi cha neno. Vyote tunavikabidhi mikononi mwako, hata katika kipindi cha utoaji Mungu, nayo ni ibada tunaweka mbele zako. Mungu tunakushukuru kwa sababu uko pamoja nasi, umetufundisha. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Mungu awabariki. Amina.